Hello my dear student, hope you're all okay. Leo ninawaletea kipengele kipya cha vocabulary, yaani msamiati. Kama nilivyoahidi, tunajifunza grammar, yaani muundo wa sentensi, tutajifunza jinsi ya kuongea vizuri, speaking, na tutajifunza pronunciation, yaani matamshi. Nimeongezea kitu kipya, yaani new words, misamiati, okay? Na leo nataka tuanze na neno walk. Walk, yaani kutembea. Kama unavyojua, Kiingereza ni lugha ya zamani, ni lugha pana, ina maneno mengi, sio kama lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo, kutembea, kuna aina nyingi. Sio ukisema walk ni kutembea kama unavyoona huyu mtu anatembea, lakini kuna aina nyingi za kutembea. Sasa hebu tuziangalie. Kwanza kabisa tuangalie tensi zetu. Unapoongea kwenye present continuous, ing utaongeza, yani walking. Present simple utaongeza s, walks. Past nitaongeza ed, walked. Okay? Walked. Usiseme walked. Kuna wengine huwa wanalazimisha kuitamka ile d, hapana. Sema tu walked. T. Kwa mfano, I'm walking to my office now. I'm walking to my office now. Sasa hivi ninatembea kwenda kazini, present continuous tense. The children walk together to the bus stop. The children walk together to the bus stop. Watoto wanatembea pamoja kwenda kituo cha basi. We walk every morning. We walk every morning. Kila asubuhi huwa tunatembea. My sister walks to the market every evening. Dada yangu huwa anatembea kwenda sokoni kila jioni. Unajua kwa nini nimeongeza s hapo? Now, let's explore the synonyms of the verb walk. Synonym maana yake maneno yanayofanana. Kwa siku nyingine ukisikia nimesema synonym, namaanisha maneno yanayofanana na ya kwanza, stride. Stride. Stride maana yake kutembea haraka haraka. Ya pili, stroll. Stroll ni kutembea taratibu, yani kwa raha zako, kama uko beach vile. Nyingine ni hike. Hike ni kutembea mwendo mrefu. Sio adhabu, mwendo wa starehe, yani kwa raha zako. Labda unaenda matembezi, lakini kwa mwendo mrefu. Nyingine ni wander. Wander. Wander sio ile ya kushangaa. Hii ni W-A-N-D-R. Wander. Kutangatanga. Kwa hiyo ukiambiwa wewe ni wanderer, manake mzururaji. Wanderer au loiterer. Mzururaji. Nyingine ni stagger. Stagger ni kutembea kwa kupepesuka kama mlevi vile. Staggering. He is staggering. Yani anapepesuka, anatembea kwa kupepesuka. Limp. Limp ni kutembea kwa kuchechemea. Mariam anachechemea leo. Mariam is limping today. Nyingine ni tiptoe. Tiptoe ni kutembea kwa vidole. Ushaona mtu anatembea kwa vidole, labda anataka usisikie anavyotembea. She's tiptoeing because she's late. Anatembea kimya kimya kwa vidole kwa sababu amechelewa. Neno la mwisho kabisa ni sneak. Sneak manake kunyemelea. Kunyemelea. Kwa mfano, she sneaked into my room to read my diary. Alinyemelea chumbani kwangu asome diary yangu. Okay? Alrighty. Sasa kama umenielewa, kama kweli umenielewa, tengeneze sentensi 1-2 hapo chini. Uandike kwenye comment. Tumia kitendo chochote nilichoelezea hapo leo. Thank you until next session. Bye bye.